tukisikia tu maswala na sisi kwa tukisikia tu maswala ni bara kule Tunduma watu wanaibiana nyeti. Unajua lugha kuibia nyeti huko nyumbani sio sana, lakini nyeti maana yake mtu kuibiwa uume, ati mwanamume ashikwa bega ati uume wake unaondoka. Yaani hata kiakili ya mtoto ikubali. Ilianza Tunduma uzushiu, sijui lengo lao ni nini, lengo lao sijui wallahi, lakini kuna mambo mengi nitakuja kuelezea mwisho wa darasa. Ikaanza Tunduma kule watu wakauliwa, ikaja Dar es Salaam Kimara, yao kama masahara, lakini inaenda imefika mpaka wapi? Unguja watu wakapigwa, wengine wakapoteza fahamu, na kisha baada ya hapo wakikupiga wanakuibia, sijui inakuaje. Tukaona ni masahara tu. Saizi iko wapi? Imefika Pemba, na jana kijana ameuawa pale katika sehemu ya Madejani pale. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani imefika Unguja watu wamepigwa, lakini hakuna aliyeuliwa. Lakini Pemba wameua sehemu ya Madejani. RPC wa mkoa wamethibitisha hilo tukio, na kuna watu kama 10 wako ndani, sijui 7. Kadhalika mkuu wa mkoa amethibitisha hilo tukio jana usiku tu. Akili za kishirikina, akili mbovu ambazo zimeshiba muhogo mchungu, hazijui chochote katika dini, wahuni walevi wamekwenda kumuua mtu ambaye hana hatia. Utakwenda kusema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote aliyeuliwa madhulum, aliyedhulumiwa atakwenda kumshika yule aliyemuua, kisha atampeleka mpaka mbele ya Allah, kisha atamwambia Allah, ya Rabbi, ewe Mola wangu mlezi, is'alhu, muulize huyo, limadha qatalani, kwa nini ameniua mimi, muulize. Utajibu nini wewe mbele ya Allah? Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Mbele ya Allah atauliza yule, ya Rabbi, muulize huyo, kwa nini ameniua mimi leo. Na pale kumuua si yule aliyemaliza roho, kila aliyeshiriki, huyo aliyedai ameibiwa nyeti ana madhambi, yeye ndo alianzisha hilo jambo tayari. Kadhalika kila aliyechukua jiwe akamrembea, aliyechukua sijui baskeli, naona pana mpaka baskeli pale, sijui kuna matofali, wote waliomuua, walioshiriki kwa namna moja au nyingine, wote mzigo huu wataubeba. Kwa watu wachunge wasione masahara tu. Na sasa limekuwa kama jambo la masahara sasa. Sio hivyo? Limekuwa kama jambo la masahara katika jamii. Au sio kweli jamani? Yaani sasa hivi watu kwanza wamefanya kama ni slogan mnaita, kama masahara. Mtu anamshika mwenzake, akishakushika bega huyo wanafanya masahara. Lakini uchunge, waweza kuwa ni masahara ukienda katika sehemu ambayo wewe hujulikana, ukasema mwenzako amshika bega, pengine unamsalimia tu, iko hiyo tabia, mtu asalimia kisha wazungumza mshika bega, mtu akakuzushia akupouliwa. Kwa sababu hii mimi katika ufuatiliaji wangu mimi naona kwanza, timu nyingine watu huwa wanachuki binafsi, hasa mtu ana acha na mimi nipatilize uchochoro huu, ngoja niseme amenishika bega ili nifanye nini, nimlipize. Kwa sababu ukiangalia kama tukio la Kijangwani, ndio panapoitwa pale stendi ile ya Unguja, yule ni TRA tangu lina masuala kushika bega, wamempiga kisha sema wakampora na simu. Angalia sasa, nyinyi mshaibiwa nyeti zenu, kwa nini nakuja huko, kama nyinyi mshaiba nyeti zenu zimeibiwa, kwa nini msimshike yule mkampeleka katika vyombo vya dola? Hasa mbona mnampiga kisha mnachukua na simu mnapora? Kama anasema Sheikh Abdalla, walikuwa wanamfuatilia kisha ilikuwa na begi la pesa, wakalichukua na begi la pesa. Hasa nyinyi mnaibiwa nyeti, mbona mwakimbia na begi la pesa? Sasa hizo nyeti zenu ziko wapi? Na kisha cha ajabu, wote waliibiwa nyeti wanavodai uongo, hakuna hata mmoja aliyefariki. Sasa kama umeibiwa nyeti hujafariki, shida iko wapi? Tujalie mfano imetokea umeibiwa nyeti hujafariki, sasa shida iko wapi? Kwa nini unamuua mtu? Kwa ni mambo ya kishirikina. Sasa baada ya kutokea jambo hili la kishirikina,
au jambo hili, itikadi hizi, kuna wengine sasa wakafanya mzaha. Mzaha gani? Ikawa wanavaa wengine wako serious, wanavaa pini na rubber band, ati wanajikinga. Nani kakwambia ni dawa pini na rubber band? Nani kakwambia ni dawa? Hiyo ni hirizi. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, yoyote mwenye kutundika tamima, hirizi yoyote, hirizi, rubber band, pini, yote inaingia, kaure zile, wad'atan zile, chochote ukitundika hapo, wewe umemshirikisha Allah. Katika riwaya nyingine, faqad kafara, mtu huyo amekufuru, kwa sababu Allah yeye ndio mwenye kutukinga sisi. Jambo lolote mfadhaiko lotokea, watakiwa allujuu ila Allah, tukimbilie kwa Allah, wala si rubber band na pini. Hata akili ya kawaida haikubali rubber band na pini kama ni kinga. Hasa nimepita zangu huko Kondeni, hii Konde yetu hii Kondeo, nimeona baadhi ya vijana mabodaboda hata nao wana rubber band na pini. Kwanza nikashangaa, au wana akili? Lakini nikasema huenda wafanya masahara, wakifanya masahara pia wanapata dhambi, kwa sababu itakuwa wanahamasisha huu mchezo mchafu, watu wavae rubber band na pini. Na wengineo wanafanya masahara mpaka katika TikTok. Unaona mara mtu sijui kavaa mapini kononi, kichwani, sijui wapi kwenye bega, kisha baadaye yule mtu atamwangalia amwambia tayari nishachukua hata kama una pini. Yani mambo haingia akilini, unamuua mtu ambaye hana hatia. Allah subhanahu wa ta'ala asema, waman yaqtul mu'minan muta'ammidan, yoyote atakayemuua muislamu kwa makusudi bila hatia yote, fajazahu, basi malipo yake mtu huyo aliyemuua muislamu bila hatia yoyote, jahannama khalidan fiha, ni moto wa jahannam, atakaa humo milele. Wa ghadiba Allahu alayhi, adhabu ya ngapi? Ya pili. Na Allah atamkasirikia yeye mtu huyo. Ukishakasirikiwa na Allah, nani atakuridhia katika moto wa jahannam? Wa la'anahu, na Allah atamlaani mtu huyo. Adhabu ya ngapi? Ya tatu. Wa a'adda lahu adhaban 'adhiman, adhabu ya ngapi? Ya nne. Na Allah atamwandalia yeye adhabu kubwa. Ana adhabu nne mtu ambaye amemuua muislamu mwenzake bila hatia, kama huyu alikufa Madenjani, mkoa wa Kaskazini, wilaya yapi? Wete tena au Chake, wilaya Wete. Hana hatia yoyote, maskini. Nasikia ni mwalimu wa shule, ametoka Dar es Salaam, amekuja sijui harusini, maskini yupo pale katika stendi ya subiri gari, sijui bodaboda, ati kuna kijana mpumbavu mjinga ati adai ati nyeti yake haiko, na amechukuliwa huyo kijana, amepelekwa hospitali ya Kenyasini. Yule daktari Dhama anasema, tumepima, tumegundua nyeti yake iko sawa, hana chochote, mjinga tu. Haya, mjinga tunaongeza mimi, yaani yule daktari azungumza vizuri tu, lakini inatia hasira jamani. Tutasameheana, maneno yatakuwa makali kidogo, sawa? Sio unakata mwembe huji na kiwembe. Ukikata mwembe waja na chenso. Kwa mjinga huyo akaangaliwa nyeti yake iko, pumbavu hili ambao yeye alilosababisha huyo mtu akafa. Huyo mimi kwanza nasaha zangu kwa vyombo vya dola, serikali, huyu kwanza asitoke. Wajua katika nchi yetu ya Zanzibar hakuna ukiua au uliwa, sijui kama iko sheria, hamna Zanzibar, sio kunyongwa. Basi sawa, kama hakuna, tunaomba watu wafungwe milele, ili iwe funzo, wakome kumuua mtu ambaye hana hatia kwa mambo ya kijinga na tabia za kishirikina. Nyeti haiko vipi? Hiki akilini. Haya ni kama yale maji ya pape, maji ya msuka. Mkumbuka maji ya msuka katika membari hii tukapambana nayo, mpaka baadhi ya watu wakituona hatusalimii, lakini tulipambana nayo maji ya msuka mpaka watu wakaelewa. Basi hii nyeti nayo tutapambana nayo inshallah. Hakuna nyeti wala hakuna neti hapa, ujinga tu, hakuna ukweli wowote. Na mimi nawapa challenge, yule yote ambaye asema kama kuna mtu huyu akikushika bega nyeti inaondoka, aje atushike sisi mabega yetu. Sisi tulitoa challenge hii, aje. Na kisha wewe, kwani sisi Waislamu hatujawekewa misingi yetu? Ikitokea jambo kutukimbilie wapi? Kwanza Allah anasema,
akimwambia mtume wake alayhi salatu wassalam, leo mtanisamehe leo kwa sababu jambo la chukiza hili, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Allah ambia mtume sallallahu alayhi wasallam, sema lan yusibana, kwa sisi hayatususibu mitihani na mabala na vifo, illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, isipokuwa kile ambacho Allah ametuandikia sisi, yeye ndio Mola wetu. Hakuna yoyote atakayetupata kwa lolote isipokuwa Allah aliyotuandikia. Wa ala Allah, na kwa Allah tu, falyatawakkalul mu'minun, waumini wamtegemee Allah. Kadhalika wa idha maridtu fahuwa yashfin, na pindi mimi ninapokuwa mgonjwa Allah ndio mwenye kuniponyesha. Ibrahimu alayhi salam anasema hivyo. Sasa waogopa nini wewe? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahihi, man qala, yoyote atakayesema jioni na asubuhi, bismillah la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim, 3 marrat, atakayesema maneno haya mara 3, idha qalaha lan yadurruhu shay'un, hakuna kitu chochote kitakachomdhuru. Hii ni adhkari ya asubuhi na jioni atakayosoma. Hizi adhkari ziko wapi mpaka hati tufunge nini rababendi na pini? Akili gani hizi? Kwa sababu hili dawa itwe dawa lazima itoke katika nini? Qur'an imethibiti au hadithi ya bwana mtume alayhi salatu wassalam, au nini, au tajriba. Maana yake tajriba ni nini? Tawabi muarobaini tumekunywa tukapata ponyo muarobaini, na wakathibitisha watu wa tiba, na ni kweli. Lakini nani alithibitisha kuwa rababendi na pini ni tiba? Saizi nasikia wale wanaoza rababendi imekuwa ni dili, piga pesa kama nini, na wale wanaoza pini zile za watoto za nepi zile zamani, mwazikumbuka dili sasa. Na tunatoa nasaha hawa vijana wanaofanya masahara hapa Konde, wakome mchezo huu wa kuvaa marababendi mapini kama wanawake, wajifananisha kama wanawake. Acheni na mukome mara moja. Kadhalika nasaha zetu Konde na viungwa vyake, kwa sababu madenjani, usione hali madenjani tu hilo, madenjani Konde, sio kweli jamani. Konde na viungwa vyake, tuweni makini. Mtu yoyote ukiona wewe kama una itikadi hizi chafu, kwa sababu sisi tushapiga kelele sana, tushazungumza sana na bado wengine hawaelewi. Wewe ukiona na una itikadi hizi chafu za kishirikina, kwa sababu ni itikadi za kishirikina, ukiona nyeti yako haipo, tulizana hapo hapo. Nani alikushika? Ni huyu hapa, sio? Basi mkamate, ita polisi, mchukue, mpeleke kituo cha polisi. Au vipi? Kazi khalas ndogo. Ukishafika kituo cha polisi pale, sema huyu amenishika bega, nyeti yangu haiko. Au vipi? Kwa nini umuue mtu? Hana hatia, ana familia yake. Umuua mtu hana hatia yoyote. Pumbavu moja wewe, nenda pale polisi, sema nyeti yangu haiko. Polisi watakuzuia, atakwambia subiri hapo, madaktari wajeitwe uangaliwe. Yaani akili haziingii, yaani yote mnacheka kwa sababu ni upumbavu. Haya, likishafunguliwa suruali laangaliwa nyeti ipo. Haya, mbona nyeti ipo? Duda ile hapo, mbona babu duma lipo hilo? Gongo ile hapa lipo, mbona utambia nyeti haipo? Lichukuliwe, lipwe maruhu kidogo. Mijitu kama yanatakiwa ichukuliwe, pigwe kwanza kabla hata kutiwa gerezani jela. Kuna wengine wamefungwa miezi 6 kidogo. Mimi naomba serikali lifungwe hata miaka 20. Pumbavu, kwa sababu inaleta taharuki katika jamii. Lazima mambo ya kucheka jamaa, kucheka na kuhuzunika, kwa sababu ni mambo ambayo sisi tulidhania yatabakia bara tu, Tanzania bara, hatofika hata Unguja. Sasa hivi amefika Pemba.